Subscribe The Sport Show. Kuna taarifa kubwa kutoka klabu ya Simba ambapo inaelezea wachezaji wake kwa kina mara baada ya kufika kunako Tunisia wakitokea Istanbul walikozungukia mara baada ya kutoka katika uwanja wa taifa wa JK Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine hakuna safari ya moja kwa moja, labda tuweke sawa hilo swala. Hakuna safari ya moja kwa moja inayotoka Dar es Salaam to Tunisia, hivyo mpaka uzungukie Istanbul Uturuki, ndio kitu ambacho Simba wamekifanya. Lakini kuna taarifa kutoka klabu ya Simba, lakini kabla sijakupa hiyo taarifa, tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa. Lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umekwisha subscribe hii YouTube channel yetu na kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umekuwa balozi mzuri sana kwa The Sport Show. Lakini pia shukrani zikuendee kwa wewe ambaye unashare na kutoa maoni yako kuhusiana na The Sport Show. Kumbuka tunakuletea taarifa za kimichezo hasa za ndani, ndo tunazokuwa tunazimulikia zaidi kuliko michezo ya nje. Hivyo basi ni kuombe twende pamoja kwenye uchambuzi huu na taarifa hii kutoka klabu ya Simba. Kikosi kilichosafiri kuelekea kunako Tunisia kwa ajili ya kuwakabili Esperance de Tunis, asilimia kadhaa ni wachezaji wengi ambao wamesajiliwa pia msimu huu wa majira haya ya Januari, lakini pia na wachezaji wengine, lakini kuna listi ya wachezaji ambao officially wanaachwa, na naomba nikuwekee listi ya wachezaji ambao ni rasmi wanaachwa au wamekwisha kuachwa. Wa kwanza ni Jean Charles Ahoua ambaye ameuzwa kunako klabu ya ya Belouizdad, anaenda kukutana na mzee wa Gusa achia twende kwao. Lakini pia kuna taarifa za Mukola ambao kasajiliwa na Al Nassr ya Uarabuni. Lakini pia kuna taarifa kuhusiana na Budo ambaye taarifa kubwa zinadai kwamba pengine wanaweza wakamtoa kwa mkopo, kwa sababu mkataba wa Budo umebakiza 1.5 mwaka, lakini ngoma imekuwa ngumu kutokana na kambi ya Budo kutaka kwamba kama anaachwa basi avunjiwe mkataba wake wote na apewe kilichokuwa chake kisha aweze kusepa, na hayupo tayari kwa ajili ya kutolewa kwa mkopo, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kuvunja mkataba inakuwa si jambo jepesi, ijapo kwa klabu ya Simba haishindwi kuvunja mkataba na mchezaji, kwani si mara ya kwanza kuweza kufanya hivyo. Lakini pia Simba ni wazuri sana kwenye kufanya biashara za wachezaji, kwa maana kwamba wana uwezo wa kufanya negotiate nzuri kuhusiana na timu za nje ambazo pengine zinaweza zikawa zinahitaji mchezaji kutoka Simba. Kwa ukiona Simba ameachana na mchezaji, jua kwa namna moja ama nyingine kuna namna ambavyo wamefikia makubaliano yaliyokuwa rasmi. Kumbuka hakuna taarifa yoyote katika kipindi cha miaka ya karibuni kinachoelezea kwamba Simba anadaiwa na mchezaji ambaye wamekwisha achana. Ni kwamba wote wanamalizana, either atolewe kwa mkopo au anauzwa. Rejea kuanzia kwa kina Chikwende, kwa Firi, lakini pia na wachezaji wengi sana, lakini kubwa zaidi klabu ya Simba inapenda kuuza wachezaji. Kwa hiyo pengine utarajie kwamba ataweza kuuzwa, ila kwa habari zilizopo za uhakika ni kwamba Budo anatolewa kwa mkopo. Mchezaji mwingine ambaye anaachwa ni Shamu Karabu ambaye tayari nafasi yake ameshapatikana, Ismail Toure ambaye anacheza beki wakati. Kwa hiyo ni mkono wa kwaheri kwa Shamu Karabu, ukizingatia kwamba Wilson Nangu pia yupo. Hivyo basi uwepo wa Nangu, Deroux na Toure inasababisha nafasi kwa mchezaji kama Chamu kuondoka, ijapo Chamu sio mchezaji mbaya wala sio mbovu, ni mchezaji mzuri sana, ila kinachoweza kutofautisha ni uwezo wa anayeingia unamzidi yeye. Kwa hiyo ndio nafasi pekee, lakini anayeingia pia
ni mchezaji Ture ni mchezaji ambaye ana uzoefu kunako ligi hii au ligi za kimataifa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, anaingia mtu ambaye tayari ana uwezo kuliko Chamu. Mchezaji mwingine pia ambaye anaachwa wameachwa Awesu tayari ameshaondoka kwa mkopo, lakini pia kulikuwa kuna taarifa ya Neo Maema kuweza kuachwa, lakini hajaachwa kutokana na nafasi yake, lakini pia mahusiano mazuri ya klabu aliyotoka kati ya Simba na Sundowns. Kwa hiyo Sundowns Simba hawajataka kuwarudishia Maema Sundowns. Pengine hiyo inatokana na ushawishi pia wa Steve Barker, kutokana na kwamba wote ni wa South. Hivyo basi kwa nafasi yake, kwa namna moja ama nyingine, uwepo wa Steve Barker unamruhusu, lakini usajili wa Lebise Gay pia unaenda kutengeneza kitu kimoja kizuri kunako klabu ya Simba. Mchezaji mwingine ambaye anaachwa ni Pinpin Kamara, ambaye ametolewa kwenye mfumo kutokana na majeruhi ambayo alionayo, kwa sababu taarifa zinasema kwamba atakaa nje mpaka mwezi Februari. Hivyo kwa wakati huu Simba anahitaji goalkeeper ambaye ni professional, ambaye ameshamachua. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ndio hiyo wameweza kumsajili Jibril Kilasi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hiyo inasababisha aweze kutolewa kwenye mfumo wa usajili moja kwa moja. Good news kunako klabu ya Simba ni kwamba ujio wa Chama au kwa wakati huu Simba inaenda kufanya vizuri tofauti na ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu anaingia kiongozi ambaye tayari ameshakuwa kunako klabu ya Simba, ambaye ni Chama, ambaye anaenda kuwa kiongozi kwa safu ya mbele, kwa maana kwamba waliopo akina Soa, akina Mpanzu wanakuwa ni wageni, lakini uwepo wa Chama utawafanya wachezaji uweze kucheza tofauti na jinsi ambavyo wanacheza. Lakini uwepo pia wachezaji wapya ambao wamesajiliwa wanaenda kuisaidia timu ya Simba kuweza kucheza mpira ule ambao Simba unahitaji, na imani kwamba kwenye wakati huu ambao Simba yupo anatamani kuvuka, anaweza kuvuka kiurahisi kutokana na uwepo wa wachezaji waliosajiliwa ambao ni wa kigeni. Simba imefanya usajili mzuri sana kunako maeneo mengi tofauti. Wamefanyia kazi eneo la namba 10, lakini wamefanyia kazi eneo la winga, lakini pia wamefanyia kazi eneo la beki, pia wamefanyia kazi eneo la goalkeeper. Mbele hakuna wasiwasi kwa sababu yupo Sele Gomes aka Suleiman Mwalimu, lakini pia yupo Jonathan Soa ambaye pia ni mzuri. Uwepo wa Chama utawafaidisha sana kina Soa na Mwalimu, kwa sababu Chama amekuwa ni mchezaji ambaye anakupa mipira pale ambapo unahitaji, anakuwekea kwenye njia na wewe kazi yako ni kuscore goal tu, kitu ambacho Soa alikuwa na miss, kwa sababu Ahoua alikuwa sio mchezaji wa aina hiyo. Ahoua alikuwa ni mchezaji ambaye yeye na goli. Kwa uwepo wa Chama utasaidia kwa namna moja ama nyingine, japo kuna winga mwingine ambaye namba 10 ambayo taarifa inadai tayari klabu ya Simba imemalizana naye, lakini hiyo itakuwa ni taarifa ya kesho, lakini ni habari ambayo iko rasmi zaidi kutoka na vyanzo vya habari kwamba huyu anaenda kuungana na wenzake, lakini pengine tutamuona mara baada ya Simba kurudi kucheza hatua ya pili. Kwa hiyo kazi na kibarua kizito kimebaki kwa Steve Barker kuhakikisha kwamba anawavusha Simba kunako hili dimbi walilopo, kwa sababu kumbuka Simba anahitaji kuvuka na kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Simba yuko mkiani, anatakiwa atoke mkiani na aweze kupanda juu. Atavukaje? Ni hesabu zilizobaki za kuanza kutafuta ushindi kwa kumfunga Esperance de Tunis nyumbani kwake, lakini pia atakaporudi kwa Mkapa aweze kumfunga tena. Hapo atakuwa amefufua matumaini, na endapo tu hata akipata sare dhidi ya Esperance bado atakuwa amefufua matumaini, kwa sababu na uhakika atakapokuwa amerudi kwa Mkapa Simba ataweza kumfunga, na akifunga atakuwa na alama 5. Alama zingine atakuwa anazitafuta kwa
kwa Petro Atletico de Luanda ambaye kwa namna moja ama nyingine naye kama timu imeweza kuvunjwa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa Simba akafuzu hatua na kwenda robo fainali. Shukrani kwa kuwa nasi.